tujifunze maneno ya Mungu. Ikiwa unaandika, andika andiko hili, alafu uache nafasi ya kuandika ujumbe wako. Andika kitabu cha Wanyakati wa Pili ile sura 20 mstari wa 9 mpaka 15. Alafu acha nafasi ya ujumbe kama mistari miwili mitatu, alafu tutarudi. Tutaenda kujifunza maneno mazuri hapo ya kukutia moyo na kujua vile ambavyo Mungu anakupenda. Naomba usikilize kwa makini. Nafikiri umeshafika kitabu cha Nyakati Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 9 mpaka 15. Inasema, yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii na mbele zako, maana jina lako limo katika nyumba hii, na kukulilia katika shida yetu, nao utasikia na kuokoa. Na sasa tazama, wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaacha Israeli waingie katika nchi yao walipotoka nchi ya Misri, lakini wakageukia mbali wasiwaharibu. Tazama jinsi walivyotulipa, wakija kututupa toka miliki yako uliotutirisha, Mungu wetu. Ni kama maombi fulani na kilio fulani. Je, hutawahukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii waliotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje. Lakini macho yetu yatazama kwako, wakisimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Yahazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yaeli mwana wa Matania Mlawi wa wana wa Asafu akajiliwa na Roho wa Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambie hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio neno la Bwana. Kuna habari hapa tumesoma ya wana wa Israeli. Ni maombi ambayo tunayaona hapa, ni kama kuna tisho fulani liliingia, fahamu fulani liliingia katika nchi hii na kwa watu hao au kundi hili la wana wa Israeli. Wakakumbwa na kuumia na kitu ambacho kilikuwa kinakuja mbele yao. Kipindi cha Yehoshafati na Yuda walipokabiliwa na majeshi makubwa kama tulivyosoma hapo, Moabu na Amoni, walihisi hawana nguvu. Yani walivyokabiliwa na yale majeshi, wakajiona hawana nguvu ya kuweza kukabiliana na yale majeshi makubwa. Wakaanza kuomba Mungu, kama tumeona wana sala hapa imeomba kuanzia ule mstari wa 12, maombi yameanza hapo. Na kupitia Yazaeli, huyu nabii huyu, Mungu akawapa neno la faraja na ushindi. Baada ya kuona mambo yamekuwa magumu, sasa wanaenda kuvamiwa, wanaenda kupigwa na majeshi haya ya Amoni na Moabu, wakaanza kumlilia Mungu. Wakaanza kujisikia vibaya kwamba itakuwaje Bwana, sisi tunaenda kufa, Bwana sisi tunaenda kuumia, itakuwaje? Neno la faraja likaja kwao na neno la ushindi kupitia huyu Yazaeli. Nini tunajifunza mahali hapa? Ikiwa unaandika, andika mambo 6 yatakayogeuza sintofahamu yako kuwa ushindi. Ikiwa tunaona watu hawa wamekumbwa na sintofahamu, kila mtu anahaha, kila mtu anahangaika, kila mtu anapata shida, itakuwaje? Jambo hili litakuwaje? Tunaenda kufa na watoto wetu, tunaenda kupoteza ndugu zetu, tunaenda kupoteza watu ambao tumekuwa nao karibu, nchi yetu sisi tunaenda kuangamia. Tunaona huyu nabii anakuja na neno la faraja. Na sisi katika maisha yetu ya kila siku kuna mambo mengi ambayo yanatukumba, sintofahamu nyingi, mambo mengi ya kutuumiza, mambo mengi ya kusema kesho yetu itakuwaje? Hivi kesho itakuchaje? Hivi ugonjwa huu nitavuka nao vipi? Au shida hii nitavuka nao vipi? Mwaka huu utaishaje? Hivi itakuwaje?
adui ameniandama, nitavukaje salama? Kuna mambo ambayo yanaweza kugeuza ukiyazingatia katika safari yako au katika mapito yako magumu au katika sintofahamu yako ambao unapitia wakati huu au wakati ujao utakayopitia. Ikiwa kuna jambo ambalo linakutatanisha, ambalo linakuumiza, ambao hujui ufanye nini, ambao unaona kabisa akili zako na nguvu zako, fedha zako, mali zako zimeshindwa kabisa, ufanye nini unapojikuta kwenye sintofahamu? Uchukue hatua gani? Ufanye nini? Kama tunavyoona hawa ndugu wenyewe, baada ya kuona, tunaona wakasema, Mungu, sisi hatuwezi kupigana na hawa wa Amoni au na Moabu, hatuwezi, majeshi haya ni makubwa, sisi hatuwezi kupigana nayo, watatuangamiza, wataangamiza watoto wetu. Tunaona mwishoni pale neno la faraja likaja kupitia nabii wa Mungu, akawafariji, neno la Mungu likawafariji. Sio hivyo tu, sio ufariji tu, na ushindi ukawa juu yao. Bwana tusaidie sana. Ukiwa unakutwa na sintofahamu katika maisha yako, jambo la kwanza, kama tulivyoona kwa Waisraeli hawa, kiri udhaifu wako mbele za Mungu kama walivyokiri Yehoshafati na Yuda, huyu kiongozi wao, huyu Yehoshafati. Ikiwa unakutwa na jambo gumu kama ninavyoonyesha hapa, ukikutwa na jambo lolote au ukikutwa na sintofahamu yoyote kwenye maisha yako, kiri ya kwamba, kiri mbele za Mungu, sio mbele za watu, kiri mbele za Mungu kama walivyokiri Yehoshafati. Kwa sababu sisi binadamu hatuna nguvu za kutosha kupambana na maadui zetu na majeshi ya giza, matatizo makubwa hatuna. Kwa nini unakiri mbele za Mungu? Nisikilize. Mtu anasema, kwa nini ukiri udhaifu? Kwa nini ukiri udhaifu? Na tunajua madhara ya kukiri udhaifu. Unapokiri udhaifu wako mbele za Mungu, unapokiri mbele za Mungu, unaonyesha hivi, hiyo vita bila Mungu hautoboi. Hiyo vita bila Mungu hautashinda. Ndio maana yake mbele za Mungu. Na Mungu akishaona hivyo, maana kile kiburi za kibinadamu, mimi naweza, mimi nafanya nini, kile kiburi za kibinadamu kile, kwa sababu una fedha nyingi labda, kwa sababu una mali nyingi labda, kwa sababu umesoma sana, kwa sababu labda una nguvu ya majeshi kama tulivyoona hawa Moabu, hawa na Amoni, una nguvu ya majeshi, una nguvu ya uchumi, una nguvu ya elimu, elimu yako ni kubwa, una marafiki wakubwa wasomi, yaani watu ni marafiki, wakikuona hivyo wanasema msaidieni huyo. Una marafiki, ukienda kwenye madaktari, ukienda mahakamani wewe una marafiki, ukienda wapi una marafiki, ukienda kwa maaskari wakubwa wewe, yaani wewe maisha hapa duniani kama vile hauna tatizo sana. Sasa kiburi hicho wakati mwingine waka kinatufanya kama kila kitu tunakiweza. Hapana. Kuna mambo ambayo hatuyawezi kwa nguvu ya fedha, kwa nguvu ya kimwili, hatuyawezi. Sasa unapokiri kama tulivyoona hapa walivyokiri ndugu zetu hawa, unapokiri mbele za Mungu kwamba vita hii Mungu siiwezi, pamoja na nguvu zangu nilizo nazo, pamoja na nimesomesha watoto wangu, wamesoma, wana kazi nzuri, nikikohoa kidogo na waona wote, kila mtu na gari lake, nikikohoa kidogo, kuna wazazi wakikohoa kidogo akaunti tu zinasoma tu haraka tu, zinasoma hela nzuri, kwa sababu ulishaweka mazingira vizuri, kwa sababu ulishaweka mambo yako vizuri. Watu wengine hawana tatizo, wakati wewe unalia kodi ya nyumba, unalia sijui nini, unalia ada ya watoto, kuna watu hiyo shida hawana. Tuko sawa? Sasa ukiri wako mbele za Mungu unaonyesha kwamba Mungu, pamoja na mimi na nguvu ya uchumi, pamoja na watoto wazuri, pamoja na wazazi wazuri, nikilia shida sasa hivi naweza kusaidiwa mahali popote na wakati wowote, sina shida hiyo. Sasa Mungu anapoona ukiri wako, inaonyesha kwamba wewe mwenyewe umeonyesha, Mungu kwa nguvu zangu siwezi, Mungu kwa akili zangu siwezi, Mungu kwa uwezo wangu siwezi, nahitaji msaada wako. Kwa sababu, sikiliza, kwa sababu vita yetu si vya damu na nyama, si ndio? Vita vyetu havisaidiwi na kuwa na fedha nyingi. Vita vyetu vya kiroho, sawa ndugu zangu, vita vyetu huwezi kuvuka kwa sababu una uchumi mzuri. Vita vyetu sisi tunashinda kwa sababu tuna uwezo wa Mungu. Mungu yuko katikati yetu katika ile vita. Tuko sawa? Sasa unapokiri mbele za Mungu udhaifu wako kwamba Mungu, mimi siwezi kwenye vita hii, usiogope kwamba mbele Mungu, kwa hili bila wewe sivuki hapa. Unachotakiwa kufanya,
jinyenyekesha mbele za Mungu. Bwana, usiogope mbele za Mungu, usiogope kwamba Mungu, siwezi kushinda vita hii ya kiroho. Hii vita imekuwa kubwa, siwezi kushinda. Kwa hiyo udhaifu wako, unapoona udhaifu wako, kwa sababu udhaifu wako pia Mtume Paulo alizungumza sana hiyo. Udhaifu wako ni mzuri wakati mwingine. Usiogope, usione kwamba mimi ni mdhaifu, ni nzuri mbele za Mungu, kwa sababu ni fursa ya kufunga mlango wa kibinadamu ule wa kiburi, wa kujiona na nini, na kufungua mlango wa neema ya Mungu. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Yaani kile ule udhaifu wako unapojiona kabisa, hapa pamoja na watu wananiona mimi naweza mambo yote, lakini hapa siwezi. Sasa unapojinyenyekesha, unafunga ule binadamu wako, unafunga kile kiburi chako cha kibinadamu, unafungua neema ya Mungu. Ndio tunaweza kushinda vita vyetu kama tulivyoona hawa ndugu. Bwana tusaidie sana. Hebu tusome ile andiko la Wakorintho wa pili. Korinto wa pili mlango wa 12 ule mstari wa 9. Unasema hivi: naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu. Paulo anazungumza huyu. Kwa furaha nyingi akaona udhaifu wangu huu nitajisifia nao. Pamoja na naona udhaifu wangu unanikwamisha, pamoja na siwezi kufanya. Sisi kama binadamu hatuwezi kufanya kila kitu. Unajua unaweza kutamani. Kwa mfano, mimi naweza nikatamani kuwa mwimbaji kwa mfano. Ninaweza kutamani kuimba, natamani waimbaji wanavyoimba hivi, na mimi nijirekodi pale naimba. Ndugu, sauti hata mwalimu akesha asubuhi na mchana, mimi najua zile sauti za kwaya za pamoja za kuunganisha na kumumunya maneno, kuisha habari, tunaelekea na safari ya kwenda mbinguni. Sasa kuna watu wanatamani, kuna vitu naweza nikatamani kucheza step nzuri. Kuna watu wataalamu wa step, yaani anacheza step wanasema Mungu aliumba bwana. Mungu anajua kwa sababu kile kitu kiko ndani ya moyo wake, anajibidisha mpaka anakaa kwenye vile vingine vipawa, sio kujifunza, vingine vipawa Mungu amewapa watu. Sasa kila mtu ana udhaifu kwa eneo fulani. Sasa ule udhaifu, Mtume Paulo anasema nitajisifu na udhaifu huu ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Ndio udhaifu wetu sio mbaya, wakati mwingine sio udhaifu wa kila siku tunakukuta umeanguka dhambini. Sasa udhaifu mbaya huo ukatae kwa jina la Yesu. Tunazungumza ule udhaifu ambao kibinadamu kuna vitu unataka kufanya lakini unashindwa kwa sababu ya udhaifu wako wa mambo fulani. Kwa hiyo udhaifu wetu sisi ni fursa mbele za Mungu ya kufungua neema. Kwa hiyo fahamu hicho kwenye maisha yako. Kwa hiyo kiri udhaifu wako mbele za Mungu. Unapoenda mbele za Mungu au unapokuta na jambo lolote gumu, hata sasa hivi ukiwa kwenye jambo gumu, kiri udhaifu wako mbele za Mungu. Mwambie Mungu. Unapokiri nakwambia ni ishara nzuri sana ya unyenyekevu mbele za Mungu. 2, jua nguvu zetu haziko katika mwili bali ni za kiroho. Yaani nguvu zetu za kupambana na adui yetu hazipo kwenye mwili. Usije kujidanganya. Usije kusema mimi nimejazia sana, mimi nimekula sana. Sawa, unaweza kumpamia kibaka hapo, unaweza kufanya nini, lakini vita vyetu sio hivyo. Hivyo ni vitu vidogo sana. Vita vyetu viko rohoni. Tuko sawa sawa watu wa Mungu. Vita vyetu viko rohoni. Ushindi wetu tunapata rohoni, kushindwa kwetu tunapata rohoni, na kushinda kwetu tunapata rohoni. Vita vyetu si vya mwili huu tunavyoona. Vita vyetu si vya damu na nyama. Vita vyetu ni vya kiroho. Jua hilo. Unapopambana, unapokutana na jambo gumu, jua vita hii naiona kimwili, lakini vita hii si ya kimwili. Vita hii ni ya kiroho. Watu wengi tunaangalia mambo kiroho na ni kimwili, lakini si sawa. Mambo mengi yapo kiroho. Watu wengi wanaweza kupambana hata na biashara zao. Unaweza kupambana biashara kimwili, labda sina elimu sana kuhusu biashara, labda sijajifunza sana. Umejifunza sana, lakini biashara yako iko kiroho. Umepigwa kiroho, ndio maana unashindwa. Utaka kuisaidia biashara yako, pambana kiroho. Ukitaka kusaidia kazi yako ikae vizuri, pambana kiroho. Maana yake nenda mbele za Mungu. Kwa jua kwamba nguvu zetu haziko tu kimwili, haziko mwilini. Yaani ujeuri wetu usio kafikiri kwa sababu unakula sana, kwa sababu wenzako hawali vizuri ndio utashinda vita vya kiroho. Hautashinda vita vya kiroho. Hata kama unakula vizuri sana kuliko watu wengine, hauwezi kushinda vita kwa sababu unakula vizuri, unazingatia mlo kamili. Hauwezi kushinda vita hiyo. Vita vyetu si vya kimwili, vita vyetu ni vya kiroho. Maana yake unapokuta na jambo, jua kwamba hii vita si ya kimwili, hii vita ni ya kiroho. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Kama isingekuwa hawa ndugu zetu wa Israeli wangeweza kuanza kujipanga kijeshi, kibinadamu,
wenyewe waliona wanapelea kibinadamu, wakaona labda silaha walizonazo wa Moabu na Amoni ni kubwa kuliko za kwetu. Yaani sasa tutafanya nini? Ndio maana hata majeshi ya Israeli walikuwa wanatukanwa na Goliati na wale Wafilisti walikuwa wanatukanwa vibaya, kwa sababu walikuwa wanajiangalia wao. Lakini Daudi yeye hakujiangalia yeye kama yeye. Kama ingekuwa mtu wa kushindana kimwili, Daudi asingeweza kupigana na Goliati. Tuko sawa sawa, watu wa Mungu? Vita vya Waisraeli na Wafilisti wale, au Goliati na Daudi, kama ingekuwa ni watu wa kulinganishwa, hata kama ingekuwa napigwa, kwa sababu jitu la miraba 6 linapigana labda na nchi ngapi kule, majitu wale makubwa makubwa. Achana si mbegu za sasa hivi kama za aina fulani fupi fupi kama hizi za kwangu hizi, achana sisi. Kuna majitu ni makubwa, nikimaanisha watu wapo wakubwa. Umewahi kuona hizo mbegu? Watumishi wa Mungu, umewahi kuona hizo mbegu? Msijisikie vibaya, ndio hivyo Mungu alivyotuumba. Sasa utajisikia vibaya, utabadilisha. Huwezi kubadilisha kitu. Kuna watu ni magentleman, sio wanasema vijana. Yaani likisimama kabla halijaongea limeshakutisha. Hata kama angekuwa na hubiri hapa, yaani unamshangaa hata yeye tu kwanza, kwa sababu ni mkubwa, na akikuangukia hata hajakupiga, akikuangukia unazo kafa kabla hajaanza kushughulikia. Sasa ndio ilikuwa mavitu ya namna hiyo, majitu makubwa. Sasa Daudi kwa muonekano wake alikuwa kijana mdogo wa kawaida sana, kama anasema mbegu zetu hizi, la kawaida sana, alivyoumbwa kawaida. Sasa Goliath anapomwangalia kimwili, ya hajui vita ni ya kiroho. Kimwili anamuona wewe nitapa ndege, yani anaongea dharau, hakutegemea kile kitendo kingekuja kutokea. Ndio maana Daudi anasema nakujia kwa jina la nani? Bwana wa majeshi. Daudi alikuwa yuko vizuri, alikuwa yuko smart. Aligundua jamaa, ndugu zangu, hawa majeshi haya Sauli haya yenyewe yanapigana kimwili. Hii vita si ya kimwili, hii vita ni ya kiroho. Huyu ndamshusha mara moja, kwa sababu Bwana wa majeshi yuko pamoja na mimi. Kwanza akasema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo majeshi yote yaliyoko pale yako chini ya Bwana wa majeshi. Sasa vita hiyo naenda kuipigana, Daudi amejipanga. Kwa hiyo wakati anafanya ile shughuli alikuwa anajua Bwana wa majeshi yuko pamoja naye, yeye ni mwakilishi tu. Kwa vita vyetu si vya kimwili unavyoviona, vita vyetu ni vya kiroho. Mambo mengi unayoyaona kimwili tayari huko rohoni yameshaharibika. Ndio maana tunasema nilipata taarifa, nilikuwa najisikia kabisa usiende, usisafiri. Bwana nimesafiri, nilikuwa naambiwa kabisa usipite nje hiyo. Nilikuwa nasikia ndani yangu kabisa. Ulishaanza rohoni kukatazwa, lakini kwa kuwa wewe hujasikia ukafanya yale ambayo umeyafanya. Kwa hiyo nguvu zetu haziko mwilini, nguvu zetu ni za kiroho. Kwa hiyo unapaswa hiyo ukisoma katika Korinto, ile Korinto wa pili sura ya 10 mstari wa 4 inasemaje? 10 mstari wa 4 inasema hivi. Inasema maana silaha za vita vyetu si vya mwili safi, bali zina uwezo katika Mungu katika kuangusha ngome, zile ngome, mawazo mabaya, nguvu za giza, mapepo, kila aina zote za nyamkera na vitu vichafu vile vikinyuma na Mungu ambavyo vinakutesa kwenye maisha yako, vinaangushwa na zile silaha ambayo inapatikana wapi? Ambayo inapatikana wapi? Kwenye neno, kwenye maombi, kwenye maisha yako na Mungu wako, yale uhusiano wako na Mungu. Hizo silaha za rohoni ndio unaweza kuwa nazo kuangusha zile ngome, kuangusha ile vita ambayo imesimama mbele yako. Unashangaa watu wanatapatapa huko mwilini, wanahangaika kama mtu tu, kama kuku iliyochinjwa tu, inahangaika. Unaona inaruka, inaweza karuka ikaenda kule, lakini baada ya dakika 5 ile kuku itakuwa imefanyaje? Imetulia. Tuko sawa sawa? Ndio vita vyetu tunavyopigana. Sikiliza, kuna mtu hajanielewa. Nasema hivi, vita vyetu tunamaliza navyo rohoni. Naelewa watu wa Mungu? Vita vyetu sisi wa Kristo au waamini tunavimaliza wapi? Rohoni. Utaona fujo tu za kawaida huko nje, vurugu, umeomba jambo fulani unaona kama vurugu zinaongezeka. Usitishwe na vurugu. Ni sawa sawa na umechinja kuku au jogoo mwenye afya njema. Ukichinja kuku, wachinjaji wanajua, ukamwachia usimkanyage vizuri, ataruka, anaweza katembea kanisa hili lote. Si mnafahamu wachinjaji? Usichinje kuku mgonjwa, utaelewa hichi ninachokizungumza. Nazungumza na kuku aliyochinjwa mzima, mwenye nguvu zake. Atatapatapa
anapata taruka, fujo, anaweza kapamia vyombo, anaweza kapamia kaharibu vitu, damu akasambaza, unaweza katishwa. Usitishwe. Mchinjaji anajua baada dakika 2 zijazo, dakika 3 zijazo, dakika 5 zijazo atatulia tu. Tuko sawa? Ndivyo na Wakristo mnapaswa kutazama matatizo yenu hivyo. Unapaswa kutazama changamoto yako hivyo. Ukiingia magotini mbele za Mungu, ukamalizana naye mzee wa siku, ukaomba Mungu, ukavipiga, ukasikia rohoni kwako, ukasikia moyoni mwako shwari. Usitishwe na vumbi hizo za nje, usitishwe na vurugu za nje. Wengi wanatishwa na vurugu za nje, wanaendelea kutetemeka tena, wanjao na hofu. Wana wa Israeli wao hawakuja na hofu, sababu Mungu aliwashindia. Walijua hii vita hatuwezi kimwili, hii vita ni ya kiroho. Jambo la 3, kumbuka tunajifunza mambo yatakayogeuza sintofahamu yako kuwa ushindi. Jambo la 3, macho yako yamtazame Yesu. Macho yako yamtazame Yesu. Katika sintofahamu yako, mambo ya kuzingatia haya, mambo ambayo yatageuza sintofahamu yako, mambo ambayo yatageuza mambo yako magumu, kitu ambacho kitageuza. Usijitazame wewe tu. Usitazame udhaifu wako kama nilivyosema. Usitazame na elimu ndogo. Usitazame nina mali chache. Usitazame mimi nina nguvu chache. Mtazame Yesu katika vita yako. Tuko sawa Kristo wenzangu? Tuko sawa? Usimtazame mtu, utazame wazazi wako. Najua wazazi wangu hawezi kunilipia ada, hawezi kunitoa hapa nilipo. Hapa niko mahakamani, siwezi kutoka, sawa, kwa sababu wazazi wangu hana hela. Hapa niko si kwenye shida gani, hapa si nipo kwenye tatizo gani. Usimtazame mtu. Amtegemea mwanadamu ataanguka. Mtazame Yesu kwenye jambo lako gumu ambalo unapitia, kwa sababu hawa ndugu walikumbuka kwamba hapa Mungu wetu ndiye atakayetusaidia. Wakaenda mbele za Mungu. Ndio tunaona maombi hayo. Wakaenda mbele za Mungu kama maandiko tulivyosoma. Wakaenda mbele za Mungu kumuomba na kumsihi aweze kuwasaidia. Kwenye jambo lako mtazame Yesu. Naamini kabisa ukimtazama Yesu uwe na uhakika utavuka. Narudia, ukimtazama Yesu kwenye jambo lako. Mimi najua unaweza kusema Samsoni, hujui tu mimi napita kwenye moto gani, hujui napita kwenye maumivu gani. Ndio, mtazame Yesu. Wale waliokuwa katikati ya wiki tujifunza, wale wakamtazama nani? Nyoka wa shaba. Tuko pamoja, tulijifunza nyoka wa shaba na nyoka wa nini? Asante, Mungu waaminifu. Mungu waaminifu wanafunzi. Kulikuwa nyoka wa shaba na nyoka wa moto. Wakaambiwa huyo nyoka wa moto atakapowachoma, atakavyowauma, usiangalie kitu kingine, usianze kuangalia maumivu, usianze kuteseka na maumivu. Wewe mtazame nani? Nyoka wa shaba. Nyoka wa shaba leo ni Yesu Kristo aliyotundikwa msalabani. Kwa hiyo wewe mambo yako, jambo lolote umeumwa na kitu kigumu, umekutwa na jambo, mtazame Yesu. Jambo lolote unalopita kwenye maisha yako, mtazame Yesu. Bora uhangaika na Yesu, sio waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji wanadanganya. Waganga wa kienyeji wanakuzubaisha tu. Mwana wa Mungu anaenda kwa waganga kienyeji, utakuwa wewe umechanganyikiwa. Wana wa Mungu hawaendi kwa waganga wa kienyeji. Wana wa Mungu wanaenda kwa Mungu. Mungu wa miungu, wewe ndio unaenda kwenye Mungu wa miungu. Yaani wewe unaenda kwa miungu badala ya kwenda kwa Mungu wa miungu, mfalme wa falme. Kuna mambo hata watu hawezi kukusaidia, ni wewe na Mungu wako. Kwa hiyo mtazame Yesu kwenye jambo lako, kwenye jaribu lako, kwenye gumu lako, kwenye nini lako, mtafute Bwana. Ukiona mtu ameacha kumtazama Yesu, ndio maana hata kiu ya maombi inaisha. Tunaambia njoo ndugu uje uombe, njoo uje kanisani, njoo nini. Wakati mwingine tunaona kama mateso, kama hamna kitu, kumbe tunakosa vitu vya msingi sana. Vita vyetu ni vya kiroho. Jambo hilo unalopitia sasa ni la kiroho. Lazima ushinde rohoni. Tuko sawa watu wa Mungu. Lazima ushinde rohoni. Ukishinda rohoni ndio utashangaa mtu yuko kwenye jaribu gumu lakini ana amani. Umeona mtu wa namna hiyo? Yaani badala wewe umtie moyo, yeye ndiye anakutia moyo. Hamjawahi kuona hivyo? Yaani kinakuwa kinyume. Badala umtie mtu moyo, yeye ndiye anakutia nini? Moyo. Anakuambia usiogope, tutashinda. Bwana yuko kwenye wakati tutashinda. Kwa sababu ameshajua vita yake, ameshashinda. Bwana yuko pamoja na yeye. Kwa hiyo kwenye mambo yako mtazame Yesu, kwenye jaribu lako mtazame Yesu. Katika Waebrania 12 mstari wa 2 inasema hivyo. Kwa sababu Waisraeli walijua msaada wao upo kwa Mungu. Hawakuangalia pembeni, hawakwenda kutafuta msaada kwa majeshi mengine. Walijua msaada wako uko kwa Mungu. Kwa hiyo mtazame Yesu, inaonyesha imani yako iko kwake. Ukimtazama Yesu maana yake imani yako ipo kwa Yesu. Usifikiri kumtazama Yesu unaenda kumwangalia wapi. Na maanisha kwamba imani yako iwe kwa nani? Kwa Yesu. Jambo lingine la 4, shiriki maombi ya jumuiya katika ibada.
Tunaona mstari wa 13 unasema hivi, usije kufikiri tunatunga hapa. Mstari wa 13 unasema hivi, wakasimama Yuda wote mbele za Bwana. Sio wamesimama tu, wamesimama wapi? Kwenye kusanyiko hili. Wakasimama Yuda wote mbele za Mungu, kusanyiko hili, pamoja na wadogo wao, wake zao na watoto wao. Sikiliza, kuna faida kubwa sana ya kushiriki maombi ya jumuiya au maombi ya kutaniko kama hili. Kuna faida kubwa sana. Utanielewa leo au utanielewa leo, lakini nataka nikusii. Ndio maana nakwambia shiriki maombi ya jumuiya. Ukitaka kushinda sintofahamu yako, shiriki maombi ya jumuiya. Ukisikia maombi kanisani, kimbia haraka sana, kwa sababu maombi ya peke yako ni mazuri. Sikiliza, maombi ya peke yako ni mazuri, lakini maombi ya jumuiya waliopatana pamoja yana nguvu sana. Waombaji ni mashahidi. Sitaelezea sana hili. Unaweza kaingia kwenye maombi uko mzaifu sana, lakini unapokutana na wenzako unasikia nguvu za ajabu za kuomba. Mimi kuona hiyo, hujai kuona? Waombaji, mimi kuona hiyo, hujai kuona? Lakini ungekuwa peke yako nyumbani, ungelala tu, ungepiga usingizi. Lakini utakapoingia kanisa, kitendo cha wewe kuingia hapa kanisani, tayari umekutana na uwepo wa Mungu. Ndio maana mtu mmoja alisema zamani, nilimkamata vizuri sana. Anasema hata kama unapita kwenye wakati mgumu, ujisikii vizuri, unaona kila kitu akiendi, hakikisha umeingia kwenye mlango wa kanisa. Ukifanikiwa kuingia kwenye mlango wa kanisa, kama ni mashetani basi umepunguza. Kama alikuwa 10 basi umepunguza 3. Narudia, hata kama unapita kipindi gani kigumu sana, ukifanikiwa kwenda kwenye jumuiya au kwenye kanisa, ukaingia kwenye kusanyiko hili, sizungumzi jengo, nazungumza kusanyiko kama hili la kanisa. Sawa ndugu zangu, ukiingia mlangoni, ulivyoingia mlangoni, umepunguza shida zako kadhaa. Kama ulikuwa na mapepo basi umeyapunguza. Yaani unapoona mtu anakuja kuombewa hapa, yameshapungua. Yaani kitendo cha kuingia tu mlangoni kanisani umeshapungua. Kwa hiyo kukata kwako tamaa, kama ulikuwa umekata tamaa ukaingia kanisani, nakwambia hivi utatoka ukiwa umetiwa nguvu. Kabisa nakwambia. Wewe fanya tu research hiyo. Fanya hivyo. Ukiwa umevunjika moyo, umechoka, kuna neno tu Bwana atakupa. Hata kama ukiwa kwenye kusinzia hivyo, atakupa tu neno la kukusaidia. Utashangaa tu unatiwa nguvu. Kama ulikuja mzaifu unaona kama naweza. Mungu anaweza kunisaidia hapa. Unaanza kujiona una nguvu kiasi fulani. Kwa hiyo shiriki maombi ya jumuiya. Hii ni muhimu sana. Maombi ya jumuiya yana nguvu. Simama pamoja na waamini wenzako na au familia yako pamoja. Tumeona wadogo zao, tunaona wake zao, tunaona kina nani wao. Tumesoma ule mstari wa 13. Tumeona. Kwa hiyo kushiriki maombi ya jumuiya kuna maana kubwa sana. Kuna kutiwa nguvu, kuna kutiwa neno la faraja, kuna kutiwa ujasiri, kuna kutiwa Kwa hiyo maombi ya pamoja yana nguvu sana. Usipuuze maombi ya pamoja. Unaweza kuwa sasa umeshakata tamaa kwa sababu uko peke yako. Sijakukataza kuomba peke yako, ni muhimu pia, lakini maombi ya jumuiya kama hii yana nguvu sana. Hata kama ulikuwa huwezi kuomba, ukisikia mwenzako anaomba pale, jirani yako anaomba pale, ule moto unakupata. Na unachanganyia mle ndani, ulikuwa uelekeo wapi, unaanza kuona mwanga. Maombi ya jumuiya kama haya tuliyoyaona hapa kwa wana wa Israeli ni muhimu sana katika maisha yako. Jambo lingine la 5. Utasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 kwa muda wako. Jambo la 5, Roho Mtakatifu atakutia nguvu na kukupa mwongozo namna kuvuka. Ukiwa kwenye sintofahamu, zingatia hili. Uwe na uhakika Roho Mtakatifu atakupa mwongozo. Narudia. Ukiwa kwenye sintofahamu yoyote, kwenye jambo lolote gumu kama walivyokuta wana wa Israeli hawa, walivyotishwa hawa na majeshi haya makubwa, ukiwa kwenye sintofahamu, uwe mvumilivu tu na uwe makini. Roho Mtakatifu ndio mwambie kuhudhuria kanisani nzuri sana. Utatiwa moyo au utatiwa nguvu na kukupa huyu Roho Mtakatifu na kukupa mwongozo wa namna kufanya. Roho Mtakatifu anaweza kukupa njia ambayo kwa akili zetu kibinadamu tunaona kitu cha kawaida sana. Alafu kibinadamu na kisayansi hakiingia akilini. Tuko sawa sawa watu wa Mungu? Narudia tena wa Kristo. Sayansi sio mbaya, ni nzuri sana. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kuvitumia na kwa akili zetu usingeweza kufikiri. Ukifuatilia kuna nabii mmoja alimwambia mtu fulani
kachukue sui nini ukadumbukiza kwenye maji ambayo ilikuwa machungu. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Kwenye Biblia, wasomaji wa Biblia mnakumbuka? Maji yalikuwa machungu, alafu akaambia kana kachukue kitu gani, kakate sui jani gani, sui mti gani, kadumbukize kwenye hayo maji. Alafu atafanyaje? Yatageuka kuwa matamu. Walivyotii na kufanya, maji yakawa nini? Na kwenye Biblia hatujaona sehemu nyingine mtu akiwa anapoza maji na hilo si nini hiyo. Hatujaona, si ndio? Na kwenye Biblia kuna mifano mingi sana. Tunamwona pia nani akiwa utumwani? Huyu Yakobo akiwa anachunga kwa Labani. Si unaona? Labani alikuwa anamdhulumu vitu vyake, Mungu akampa akili fulani, anachanganya si vitu gani na nini. Wale wakaanza kutoka, wale wanyama wakaanza kutoka kwa rangi ile ambayo alikuwa anaitaka. Mnakumbuka? Ambayo kwa sayansi ya kawaida ni kama haingii akilini. Si sawa watu wa Mungu? Haingii kwenye binadamu, haingii. Hujajifunza popote, haingii. Lakini kwa Mungu anakupa. Kwa hiyo uone uhakika ukiwa kwenye sintofahamu yako, Roho Mtakatifu atakupa mwongozo. Narudia tena. Ukiwa kwenye jambo lako gumu, kama umetulia vizuri kwa Yesu, nimekwambia ukae kwa Yesu. Mtazame Yesu, imani yako iko kwa Yesu. Kwa hiyo ukiwa mwaminifu mbele za Mungu, uwe na uhakika Roho Mtakatifu atakupa mwongozo wa namna ya kufanya na namna ya kutoka hapo kwenye hilo jambo. Kwa hiyo usije kaogopa, kwa sababu ukisoma hapo unaona Roho Mtakatifu alileta mwongozo kupitia nabii huyu ambaye tumemsoma hapa. Huyu nabii nani? Yahazieli. Alileta mwongozo. Hawa watu watavukaje hapo? Watashindaje haya majeshi? Jambo la mwisho, vita ulionayo si yako bali ni ya Mungu. Hii kamata hii. Vita ulionayo, wengi tunafikiri vita yangu, tunasemaka hivyo. Kweli vita yangu imekuwa kubwa, kweli vita yako, lakini vita hiyo ya kwako si ya kwako, ni ya nani? Ule mstari wa 15 anasema hivi, kuna mtu aamini. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na mfalme Yehoshafati yule kwa kiongozi wao. Bwana anawaambia hivi, hii neno la Bwana kutoka kwa Bwana limekuja kwa nabii wake huyu huyu nani huyu? Yahazieli. Akawaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita hii si yenu bali ya nani? Piga mstari hapo. Vita hii si yenu bali ya nani? Bwana. Hiyo vita unayopita usiogope, hiyo vita si yako. Narudia, kuna mtu bado anabisha. Narudia, hiyo ni sauti ya shetani, sio sauti ya Mungu inayokubishia hili jambo nakwambia hapa. Hiyo ni sauti ya shetani. Nakwambia vita ulionayo sasa hivi, hata kama nyumbani kwako umelalia nje kutokana na vita ulionayo, nakwambia hiyo vita si yako, ni vita ya nani? Narudia tena mstari huu. Naomba rudisha andiko hilo. Rudisha andiko hilo. Asante. Akasema, sikieni Yuda. Hii neno la Bwana kutoka kwa nabii wake. Nanyi mkao Yerusalemu, nanyi mkao STCC, mkao mjini hapa, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike mioyoni mwenu kwa ajili ya jeshi kubwa hili. Alikuwa dogo, usikasema nini jeshi kidogo, kiroho ni dogo. Hamna, lilikuwa ni jeshi kubwa. Usifikiri watu wa Mungu wanaogopa. Usifikiri watu wa Mungu wanaogopa kwa sababu tu ya hivi. Wanaogopa kwa sababu jeshi lilikuwa ni nini? Ni kubwa. Kwani vita hii, yani vita si yenu bali ya nani? Ya Bwana. Hiyo vita si yako, ni vita ya nani? Ya Bwana. Mgeukie jirani yako, mwangalie tu, mwambie hiyo vita si yako, ni ya nani? Ni ya Bwana. Simama kwa miguu yako. Katika mambo haya tunaenda kufanya jambo moja. Tumeshagundua kwamba vitu vya kufanya, tumeshagundua imani yetu iko kwa Bwana, tumeshagundua vita tunazopita sasa si zetu, ni vita ya nani? Vita yako si ya kwako, ni vita ya nani? Ya Bwana. Sasa mkabidhi Bwana vita hiyo. Kiri udhaifu wako kwamba Bwana, hii vita sivuki bila wewe. Yaani mimi nguvu zangu ni chache. Acha ujeuri. Ni kweli unaweza kusema mimi maskini jeuri, sawa. Wewe sio maskini jeuri kwa Bwana. Je, wewe sema Bwana, mimi siwezi hapa, sivuki. Sio baya.
Mwambie Bwana, kwa kweli jambo hili siwezi. Unaona mbele za Mungu, hata praise team anaenda kutuongoza. Yes. Kama ni kuomba, wewe unajua vita yako, mimi siwezi kulazimisha kuomba. Unajua vita yako, unajua mahali unapita. Mwambie Bwana na imani yako ikaimarike. Kama imani yako imepungua, mwambie Bwana, imarisha imani yangu. Sasa nimeshagundua kutazama wewe kuna faida. Kuna vitu ambavyo vinaweza kunivusha kwa sitofahamu yangu hii. Karibu praise team, tumwabudu Mungu. Baada hapo tukaombe Mungu.